banda la taasisi yetu ya TASAC ambayo kwa mwaka huu kwenye maonyesho ya Sabasaba kwa mwaka 2026. Kwanza ni wapongeze TASAC kwa walivyojipanga, mpangilio mzuri wa kutoa elimu kwa kila kitengo kinafanya shughuli gani, ili kuwawezesha wananchi ambao kimsingi ndio wamiliki wa taasisi hii, wenye kuhitaji kufahamu taasisi zao, basi wapate elimu hii. Na nitumie nafasi hii kuomba wananchi, haya maonyesho ya Sabasaba pamoja na vitu vingine vyote ni fursa nzuri sana ya kujua nchi yetu na taasisi zake. Yakiisha ni ngumu sana kupata fursa ya kujua taasisi zetu kwa wingi wao zikiwa zimejikusanya sehemu moja. Ukifika Sabasaba utaingia kwenye mbanda kama TASAC, utaenda TPA, utajua wenzetu bandari wanafanya kazi gani, utaenda Benki Kuu, utaenda JKT, yani kila taasisi kwa ukubwa wake ziko hapa. Kwa hiyo ni vyema wakatumia fursa hii kuja kutembelea maonyesho haya ya mwaka 2026 kwa sababu bado siku zipo. Nikirudi kwa wenzetu wa TASAC, nawapongeza kwa uratibu mzuri wanaofanya. Sote tunakubaliana TASAC ni taasisi muhimu, tena kwa sasa ni muhimu zaidi. Kwa nini muhimu zaidi? Kwa sababu TASAC ndio wanaodhibiti usafiri majini, kama ambavyo TCAA wanadhibiti usafiri angani, kama ambavyo LATRA wanadhibiti usafiri ardhini. Sasa katika kipindi kama hiki cha serikali ya awamu ya 6 ambayo imeamua kutumia fursa tulizonazo za kijiografia za kuunganisha nchi yetu na nchi jirani na dunia kupitia maji, wadhibiti wa sekta ya maji ya usafiri majini ni watu muhimu sana. Pongeza sana TASAC. Maelekezo yangu kwa niaba ya waziri wa uchukuzi, la kwanza, endeleeni kusimamia sheria na miongozo mbalimbali ya kimataifa ili nchi yetu iendelee kuwa sehemu ya dunia, lakini kuhakikisha kwamba sheria na taratibu za nchi za usafiri kwenye maji au majini zinazingatiwa. La pili, ongezeni kasi ya kushawishi wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Msiwe regulator peke yake ambaye kazi yako wewe ni kusema ndio na hapana. Nenda mbele zaidi kwa maslahi ya nchi yetu. Hamasisha watu, waambieni tunaweka mazingira mazuri. Dr. Samia Suluhu Hassan anaifanya ulinzi na usalama kuwa kipaumbele cha kwanza. Kwa hiyo yeyote atakayeleta chombo chake kwenye nchi yetu, iwe ni meli, iwe ni boti, ajihakikishie kwamba vyombo viko salama, uwekezaji wao hautakwenda bure. Nataka niwahakikisheni wa Tanzania, kama kuna kipindi serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba tunalinda wawekezaji ili waendelee kutoa ajira, tunalinda mitaji yao wanayoweka kwenye maji kwa kununua meli, boti na vyombo vingine, ni sasa. Hivyo TASAC muendelee kusimamia hilo, na niwatoe hofu wa Tanzania, wala wasiwe na mashaka. Serikali ipo kazini, itawalinda, itatimiza jukumu lake la kimsingi la kikatiba la kulinda raia na wasio raia na mali zao, na hii tutaifanya kwa sehemu kubwa kwa kutumia taasisi yetu ya TASAC kwa upande wa majini na vyombo vingine vya kiserikali. Kwa hili ni jambo ambalo utakapokuwa unazungumza mkurugenzi, ni vyema mkalisitiza. La mwisho ni kuendelea kuwasitiza kutumia utaalamu na kuwekeza kwenye utaalamu. Leo mkurugenzi, idadi ya wataalamu tulionayo inaweza isitoshe kabisa ukilinganisha na mahitaji ya 2030. Kwa mfano, mzigo kama nilivyosema uliokuwa unahudumia mwaka 2021 kwenye bandari zetu zote ilikuwa tani 17.7. Makadirio yalikuwa ni kwamba itakapofika 2030 tutakuwa tumefikisha mzigo tani milioni 30. Kutokana na uongozi madhubuti wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kutokana na kuimarisha diplomasia ya uchumi na kutambua mchango wa sekta binafsi, mzigo wa tani milioni 30 uliokuwa unakusudiwa kukamilika 2030 umefikiwa mwaka 2024, miaka mitatu tu. Na sasa hivi tunapiga hesabu kwamba Dar es Salaam ikifika 2030 pengine ifike mzigo wa tani milioni 62.
Ukiangalia hiyo maana yake nini, tafsiri yake, utahitaji wataalamu wengi kwenye sekta ya baharini. Utahitaji manahodha, wasaidizi, mabaharia na watu wengi ambao watasaidia kuendesha sekta hiyo. Wewe kama regulator, wewe kama msimamizi au mdhibiti, usiishie tu kudhibiti, isaidie serikali ni namna gani tupate wataalamu zaidi ambao utaweza kuwasimamia. Sasa unapodhibiti, kama huna wataalamu, huna vyombo, utadhibiti nini? Kwa hiyo ndio rai yangu, lakini mwisho na wapongezeni ninyi TASAC kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, kwa uadilifu na weledi mkubwa wa kuisaidia serikali yenu, wa kutumia vyema taaluma zenu kuisaidia nchi yenu, kwa sababu mnatambua nchi hii na Watanzania karibu milioni 60 na ninyi wachache ndio mmepata dhamana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu wa kuwahudumia wengine. Si kwamba tuliokaa kwenye nafasi hizi tuna akili sana au tumesoma sana. Mungu ametaka tusimame, hivyo tunao wajibu wa msingi wa kufanya kazi kwa uadilifu na uzalendo ili manufaa yake yafike kwa Watanzania wote ambao kimsingi hawatapata fursa hizi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana.